Zaburi ya 94 mstari wa 20. Je, kiti cha udhalimu kishirikiane nawe, kitungacho madhara kwa njia ya sheria? Takukua kiroho, tafuta ufahamu wa vitu vigumu. Biblia inasema hivi: je, kiti cha udhalimu kishirikiane nawe, kitungacho madhara kwa njia ya sheria? Mstari wa 21. Huishambulia nafsi yake mwenye haki na kuihukumu damu isiyo na hatia. Neno udhalimu ni ukosefu wa haki. Neno haki ni kitu ambacho ni stahiki. Biblia inasema kwa habari ya kiti cha udhalimu, anapozungumza kwa habari ya kiti cha udhalimu, maana yake anazungumza juu ya utawala. Na ukishazungumza juu ya utawala, lazima kuna watu ambao wanasarenda kwenye utawala. Lazima kuna watu ambao ni watii katika utawala. Sasa tofauti ya utii huu katika udhalimu, watu watii hapa wanachukuliwa reward yao, wanachukuliwa tuzo yao. Na tuzo ya hawa watii hapa ambao inachukuliwa ni utajiri na heshima. Kwa vita hii ya udhalimu, ambako hapa ni kuna kiti cha udhalimu, kiti cha udhalimu, maana yake hapa kuna utawala, na huu utawala kazi yake ni kupofusha macho juu ya hawa ambao wanatii katika huu utawala. Na hawa watii katika huu utawala, kinachochukuliwa kwao ni tuzo, rewards. Reward ipi? Utajiri na heshima. Hauwezi ukawa tajiri na ukakaa kwenye level ya utajiri kwa muda mrefu kama hujajua namna ya kushughulika na kiti cha udhalimu. Hauwezi ukakaa katika level moja kama hakuna udhalimu ambao umesababisha ukakaa katika level moja. Hauwezi ukakaa katika kiwango kimoja kama hakuna udhalimu. Tunapozungumza juu ya kiti cha udhalimu ambacho Daudi anakizungumza kwenye kitabu cha Zaburi 94 mstari wa 20, anazungumza juu ya kiti cha udhalimu. Anapozungumza juu ya kiti cha udhalimu, anazungumza juu ya nafasi ya kiutawala, anazungumza juu ya utawala. Na utawala huu ambao upo katika udhalimu ni utawala ambao maandiko yanasema fimbo ya udhalimu. Ukishaona udhalimu, jua kuna fimbo ya udhalimu, fimbo ya udhalimu. Fimbo ya udhalimu ni sawa na kuna baadhi ya makabila viongozi wao wanakuwa wana specific fimbo. Kuona wanakuwa na fimbo fulani, sio? Si ndio? Sasa ile fimbo katika utawala, yule mtawala alikaa kwenye kile kiti, anapokuwa anafanya visivyo vya haki, anatumia fimbo ya udhalimu, kwa sababu ile fimbo inahusika kwenye kusymbolize power.
Ile fimbo inahusika kwenye kuonesha nguvu ya kiutawala. Ndio maana kwenye Biblia Mungu anasema fimbo ya udhalimu haitakaa milele. Maana yake utawala wowote usio wa haki. Sasa katika utawala wowote ule, ili mtu aweze kutawala, lazima wawepo watu ambao watakuwa watakuwa wako chini, na hao ambao wanakuwa wako chini ya utawala lazima wawe wanautii. Sasa ukishazungumza utii katika utawala, yoyote aliyemtii katika utawala ni lazima apate reward, tuzo. Na tuzo hapa ni ipi? Utajiri na heshima. Sasa kazi ya hii fimbo ya udhalimu ni ipi? Kazi yake ni kuhakikisha huyu ambaye anawekwa chini ya utawala hawezi akawa na utajiri na heshima katika ukamilifu. Udhalimu ni kufanya isivyo haki. Haki yako ni kupata 1 billion. Unajua, ili Mungu ajibu kwenye maombi yako, kuna kitu kinaitwa corrective thought. Lazima akusanye mawazo kwanza yaliyoko ndani yako, alafu ndo Mungu ana respond kwenye maombi yako. Nikasema no way out, let me aim higher now. Na niko hapa kukwambia, anza kuwa na mawazo katika hali ya juu. Ona sasa walipokutandika pako unaanza mambo ya manyonge. Yaani ukisikia, yaani mtu akisikia mawazo ya juu utasikia, imeandikwa usijikweze, usijikuze wewe. Katika ministry aliyoifanya Yesu, siku zote ili aweze kudeal na kesi, mara nyingi alikuwa anachokiangalia, measurement yake ya kwanza, kipimo chake cha kwanza kilikuwa ni mawazo ya wale wanaomsikiliza. Sasa tunakubaliana kwamba hapa tunatolea mfano wa nini? Wa B. Na tunapoingia kwenye maombi leo ya kushughulika na fimbo ya udhalimu, hatushughuliki na mambo madogo, tunashughulika na mambo makubwa. Sawa. Sasa Biblia, let's say wewe cha kwako ni kuanzia B. Kazi ya fimbo ya udhalimu ni kuhakikisha ya kwamba wanakutolea bilioni 1, labda wanakuwekea milioni 10. Sasa katika bilioni 1 hapa kuna ngapi? Maana yake kuna takribani milioni 900 na ngapi? Na 90. Katika hizi 990, iki kiti cha fimbo ya udhalimu kazi yake ni kuzichukua hizi. Iki kiti cha utawala, tunazungumza utawala ambao upo katika ulimwengu wa roho, lakini unatumia symbolic ya watu. Tunazungumzia utawala ambao uko katika ulimwengu wa roho, lakini ambao unatumia watu katika utawala. Kwa hiyo katika udhalimu kuna kukandamizwa. Kama umeajiliwa, the same job, the same task. Kuna mtu anapata 10 million. Na wote mnakalia viti vya kuzunguka. Na wote from home to the office mnatumia fuel. Lakini the same office, sawa logo ni ile ile ofisi. Lakini kuna mtu ambaye kuna kiti cha udhalimu kilichowekwa kwenye hiyo ofisi, ambacho toka kwenye bargaining ya mshahara walihakikisha wanatumia faida kwenye kile kiti. Listen to me. Ulimwengu wa roho unafanya hivi. Ulimwengu wa roho unaweza ukapredict, unaweza ukaona miaka 30 ijayo na ukakupa proper diversion. Au ulimwengu wa roho unaweza ukaona miaka 10 ijayo. Alafu wakaseti standard, wakahakikisha unaenda kufanya kazi mahali ambako aliyekaa kwenye kile kiti kwa ajili ya kufanya maamuzi kwenye salary, mshahara,
ana operate, anafanya kazi chini ya kiti cha nini? Cha udhalimu. Kwa unakuta ya kwamba mshahara ambao ana discuss na wewe na kwa kuwa unapokuwa unatafuta kazi unakuwa uko desperate, ana rai na wewe, anakuingiza kwenye mshahara ambao ni kiti cha udhalimu, kinakuwa kilifanya final, yani kilikuamuria kabla ya kukaa kwenye nafasi. Kazi ya kiti cha udhalimu ni kumuamulia mtu kabla mtu hajakaa kwenye nafasi. Andika, usisahau, huu ni mfumo. Wa kiutawala katika ulimwengu wa roho. Na utawala wowote maana yake ni lazima uwe una watendaji. Utawala wowote ni lazima uwe una watendaji. Kwa kazi ya fimbo ya udhalimu ya utawala ni kuwaweka chini watu katika utawala. Ukishasikia neno udhalimu, jua ni vitu kufanyika isivyo haki. Na ili udhalimu ufanye kazi ni lazima awepo mnyonge. Ili udhalimu ufanye kazi ni lazima awepo mnyonge ambaye atakandamizwa. Nimekwambia kuna 1 bilioni ambao mtu anatakiwa apate. Alafu fimbo ya udhalimu inatumia busara. Busara ni ipi? Wote tufanye tu hii biashara nikusaidie. Na wewe kwenye mindset yako, kwenye ufahamu wako, unajua ngoja tu nisaidike hapa kwa wakati fulani. Hiyo ni busara. Katika fimbo ya udhalimu mtu anaweza akakutumia wewe kuwa ngazi ya kupanda. Na wewe ukafikiri kwamba akipanda juu na wewe utapanda. Katika fimbo ya udhalimu, udhalimu kazi yake ni kumweka mtu chini. Kanuni ya kiroho, Mungu muinua zaidi aliye mdogo. Lakini katika kanuni ya udhalimu, kazi yake ni kumfanya kila siku aliye mkubwa anashushwa katika level ya udogo na aspande. Kwa sababu hakuna utawala wenye udhalimu ambao haulengi faida kwao. Hii 990 yote inakuwa ni faida kwenye mfano. Na hiki kiti ndio kinaratibu sana kuhusu watu kufilisika. Kwa hiyo kiti cha udhalimu tunazungumza lina nafasi katika ulimwengu wa roho ya kiutawala, ambalo kazi yake ni kushughulika na watu ambao kuna ubora uliobeba utajiri na heshima. Unajua utajiri na heshima, it's like a smell, kama harufu. Ndio maana once ukiwa tajiri, kuna mipango mingi sana mepesi na kufuata. Sababu watu wanaweka trust kwako, wanaweka hali ya kukuamini. Because you have money. Kwa hiyo utajiri wa mtu katika ulimwengu wa roho auangaliwi kipindi ambacho unaanza kumachua. Utajiri wa mtu katika ulimwengu wa roho unaanza toka siku alipokuwa kwenye tumbo la mama yake. Ndio maana vita ya utajiri na heshima haianzi mtu anapokuwa, inaanza mtu anapokuwa yuko ndani ya tumbo la mama yake. Ndio maana kuna baadhi ya watoto walivyozaliwa, familia ikaanza kunyanyuka kwa haraka sana. Kipimo cha utajiri na heshima kinaanza toka sababu ya Mungu kumweka mtu akazaliwa. Ndio maana utajiri wa mtu hauharibiwi anapokuwa. Utajiri wa mtu unaanza kuharibiwa toka akiwa yuko tumboni. Ndio maana kila aliyebeba utajiri kwa ajili ya Israel, ukiangalia Mungu alikuwa anasemaje? Mungu anaiambia familia kina Manoa, mama yake na Samson, kwamba kilevi kisipite kwenye tumbo.
kilevi, mvinyo usipite kwenye tumbo. Cha pili anaambiwaje? Atakapozaliwa nywele zake zisikatwe. Maana yake kila aliyebeba utajiri na heshima ndani yake kuna nadhiri ya mnadhiri. Nadhiri ni neno la ahadi ya Mungu kupitisha ofisi ya kitajiri katika kizazi, katika familia, kupitia huyo mtu. Na mnadhiri ni mtu ambaye anakuwa ametengwa. Sasa ukizaliwa kwa namna hii, alafu nyumbani kwenu wazazi wako wakakulea kijumla jumla, pasipo kuelewa ya kwamba hazina ya utajiri na heshima iliyoko ndani ya hii familia ni fulani, kwa utazaliwa, utalelewa kijumla jumla. Angalia, wana wa nuru hawajui kutengeneza nafasi kwa mtu ambaye ana utajiri na heshima. Wana wa ulimwengu wanaitwa wana wanaotumia busara, wanajua namna gani ya kutumia udhalimu kwa mtu aliye nacho. Wakati nasoma chuo, kuna bro mmoja nilikuwa namfundisha. Yeye alikuwa anafanya biashara. Siku moja tukaenda kwenye noraki la biashara, tukawa tunapitia maswali, tukawa tuna mtihani. Akaja master mmoja. Alipokuja siku wakabishana sana na yule bro ambaye mimi nilikuwa nasoma naye. Hakuna biashara iliyofanyika siku hiyo. Akaondoka. Kesho kutwa yake tunatoka kwenye pipa, tumekaa na huyo bro tuna discuss tena. Akaja na mtu ambaye akili kama zimo hazimo. Alipokuja siku hiyo, bei aliyomtajia ndio bei walobishana juzi, alafu akaishusha. Alafu bro akamwambia, ukishakujaga na mtu wako tu huyo, waga siwezi kuchomoa. Waka cross the deal. Wanuruni utasema, huyu kichaa, huyu mimi, huyu kichaa, huyu. Na aliyekuja, jamaa amekuja naye anapiga tu mluzi mate, anatoka. Yuko kwenye gari, na hiyo gari ina seat leather ya cream. Neat, cream, safi. Na akashuka. Mara anakunywa juice anajimiminia, mara anarusha kwenye ile gari. Aongee chochote. Yule bro akanambia, bana, huyu msikaji akishakuja tu na huyu sikataki. Maana yake huyu tajiri anatumia fimbo yake ya udhalimu. Maana yake kuna secret iko ndani. Listen to me. Unaweza ukajiona hivi jinsi ulivyo, kumbe 100% huo ndo unaiendesha hiyo ofisi. Na siku ukitaka kuacha kazi, wanakanyagana, tukuongezee percent ngapi? Alafu na wewe sasa, because of lack of understanding spiritual, kumbe mimi muhimu hapa. Tumishi, umuhimu pasipo kuwa na faida ya kupata note, nothing. Biblia haisemi tukimaliza kazi tutaenda kupata hela mbinguni. Biblia inasema hivi, inasema hivi, tukimaliza kazi tutavikwa taji, tutavikwa taji. Sio tutavikwa shekeri. Vita ya uchumi kiroho ni vita iliyo most sensitive. Ndio maana vita ya uchumi kiroho inaendana na magonjwa na mauti. Wanaotumia fimbo ya udhalimu, kazi yao wao ni kutafuta faida. Let me tell you something. Money needs password. Money. Spiritual money need password. Kiroho pesa inahitaji namba ya siri uingize. Moja wapo ni kushindana na vita ya udhalimu. Huu udhalimu ndio usababisha mtu anapanda kiuchumi, ghafla anaanguka. Mtu ananyanyuka kiuchumi, ghafla anasambaratika. Mtu ananyanyuka kiuchumi, alafu ghafla kabla hajanyanyuka moyo wake haukuwa umeunganishwa na mali.
Fimbo ya udhalimu inasemaje? Ili tumfanye kuwa mnyonge, wacha moyo wake tuambatanishe na mali. Kwa hiyo moyo wake unakuwa upo ndani ya mali. Nisikilize, katika maisha yako hapa duniani, hakikisha sana unalinda uhusiano wako na Mungu, lakini unalinda uhusiano wako na Mungu katika eneo la Mungu kukuondolea udhalimu ili uzione baraka zake. Ukiwa unateswa na udhalimu, utapata milioni 50 kwa mwezi, na kuna mtu anapata 500,000. wa 500,000 ataitumia, na kwa revo yake atakuwa na akiba. Wewe wa 50, matumizi yatakuja sawasawa na kiwango cha kutumia milioni 50. And if you're not careful enough, unakashangaa hata 10,000 ya karibu unaigonga kwa yule ambaye ana nini? Una 10,000 ya karibu hapo uliweka. Listen to me. Fimbo ya udhalimu inaweza ikahakikisha kila unachokipata kina a very small channel, yani ina kanjia fulani kadogo sana kakutoa. Na ubaya wa pesa kupitia kifungo cha vita ya udhalimu inapotoka, unakuja kuanalyze pale kwamba hela zangu bwana sizioni, pale ambako mambo yashakudhibiti, pale ambako mambo yameshakudhibiti. Na most of people wanaoteseka na fimbo ya udhalimu hawashaulikiki. Hawashaulikikagi au hawashaulikikiki. Yani ule utawala wa udhalimu unawatengenezea mfumo wa kuona kwamba wanajua kila kitu. Kwa sababu hii kazi ya fimbo ya udhalimu ni kumtoa mtu kwenye nafasi. Na vita ya udhalimu inakutoa kwenye nafasi wakati haujijui kwamba umetolewa kwenye nafasi. Watu wengi wanapoona utele umeanza kupungua kwao, au watu wengi wanapoanza kutafuta upenyo kwenye maisha yao, wanafikiri kile anachokitafuta muda huo kwamba ndio kimeharibikia au kimeondolewa muda huo. Right? No. Vitu vingi vya kiroho haupambani muda ambao fimbo ya udhalimu inahakikisha wamekutoa kwenye nafasi yako kiuchumi, wakati hujajua kwamba umetolewa kwenye nafasi yako kiuchumi. Kwa hiyo yamkini inawezekana uko hapa, lakini nafasi yako ya kuongezeka kiuchumi ulikwisha ondolewa kwa fimbo ya udhalimu kwa muda mrefu sana. Sababu wao wanachokifanya, wanafanya replacement. Yani wanaishi katika wewe, wakinufaika katika wewe. Unajua wakati mwingine pia kama haupati kitu, hata watu wakupe umuhimu kwamba pasipo fulani hakuna kitu kinachoenda, yet haupati chochote, kiroho kuna kitu hakiko sawa. Hata wale wajomba wanakuja kwenye kudiscuss mahari wanapataga mshiko wa mjomba. Hata mashangazi, yaani wewe fikiria hata mashangazi kwenye kudiscuss mahari wanaondokaga na mkaja wa nani? Tunapozungumzia fimbo ya udhalimu, maana yake mtu anaondolewa kwenye nafasi ya milioni, labda ndani ya mwaka anatakiwa apate bilioni 1. Sema amina. Chochote kinakatokea mtumishi, sema amina. Njia za Mungu hazichunguziki, sema amina. Mawazo yake sio mawazo yetu, sema amina. Njia zake sio njia zetu, sema amina. Jifunze hivi mtumishi, ukiamka hata asubuhi
ukijinyosha, oh God Almighty, thank you for 1 billion melody. Biblia inasema hivi, ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Shida yako nikopeshe milioni 50. Mimi milioni 50 sina. Mwambie ina matumizi yake, imeisha. What if fimbo ya udhalimu ilikuwa nasubiria tu ukatae, alafu wayamishe waichukue kwako? Na nikwambia, hii dunia inapofika kwenye vita ya hela, watu hawana huruma. Hii dunia once ikija kwenye vita ya pesa, listen to me my fellow Christians, why we go upstairs, tunashuka, ni kwa sababu most of us hatutengenezi foundation ya kushughulika na hao wanaoitwa kiti cha udhalimu. Listen to me. Tuko Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam kuna wakuu wa anga ambao wao wamekalia tu kwenye kiti cha udhalimu. Kazi yao ni kutetea maslahi ya watu wanaoendana sawasawa na kanuni zao katika ulimwengu wa roho. Unaweza ukawa uko kazini, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho washakupigia mahesabu mpaka siku naacha kazi au unatoka kazini, kiwango kipi ambacho utatoka nacho, na hii faida inaenda kwa nani? Nisikilize, kuna kitu Mungu alinifundishaga muda mrefu sana, kwamba sio wenye bidii peke yake wanaofanikiwa, bali wenye bidii na wenye mkono wa Mungu ndio wanaofanikiwa. Hawa ndio ambao Mungu huwapa nafasi mbele wafalme. Bila mkono wa Mungu ndio hodari, hauwezi ukapata nafasi wapi? Kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Luka 16, nikuonyeshe mfano wa udhalimu. Mstari wa kwanza, nasoma kama ilivyoandikwa. Tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Angalia Biblia inavyosema, alikuwepo mtu mmoja tajiri. Unaona kwenye maandiko ambapo tajiri anatambuliwa kwa cheo. Lakini Lazaro anasema tena alikuwepo maskini aliyeitwa nani? Nakataa. Nakataa. Umaskini Mungu aniepushilie mbali, kama vile magharibi livyo mbali na mashariki. I refuse to be poor. Maandiko yanasema hivi, akamuita akamwambia, ni habari gani hii ninayosikia juu yako? Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyaje? Maana bwana wangu ananiondolea uwakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Anasema huyu bwana tajiri anataka niondolee nini? Nafasi. Kulima siwezi, kuomba najua nitakalolitenda, ili nitakapotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa bwana wake kila mmoja, akawaambia wa kwanza, wawiwani wa bwana wangu, akasema, vipimo 100 vya mafuta. Akamwambia, toa hati yako, keti upesi, andika 50. Unaona hapo? Kwenye vipimo 100 anamwambia andike ngapi? 50. Nenda wapi? Sema udhalimu. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwani? Akasema, makanda 100 ya ngano. Akamwambia, toa hati yako, andika 80. Sipandishi mshahara. Hii biashara faida yake inaishia hela ya kura tu. Yani hii biashara hata iendeshi, yani mkopo, yani hii. Maandiko yanasema hivi, yule bwana akamsifu wakili dhalimu. Akamsifu wakili nani?
kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Wana wa ulimwengu huu huwa wana busara. Ndio maana hata wewe maombi yako unayatandikaje? How do you pray? Maandiko yanasema hivi, yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Nami nawaambia, jifanyieni rafiki wa mali ya udhalimu, itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Nilikuwa nataka uone hapo wakili dhalimu ambavyo aliweza kuona wakati wake wa mbeleni, akasema nisipoweza kufanya udhalimu wakati wangu wa mbeleni nitakufa njaa. Wakati wangu wa mbeleni, ona namna ambavyo aliweza kutengeneza faida ya kitu ambacho yeye hajakifanyia kazi. Usisahau hilo. Anatengeneza faida katika kitu ambacho yeye hajakifanyia kazi. Maana yake anatumia udhalimu. Ndio maana nilikwambia kiti cha udhalimu ni utawala. Rudi kwenye Zaburi 94 hapo, mstari wa 20. Je, kiti cha udhalimu kishirikiane nawe, kitungacho madhara kwa njia ya sheria? Ona matumizi mabaya ya kiti cha udhalimu. Hapa anazungumza utawala. Anapozungumza kutunga maovu kwa sheria, anazungumza hali ya kutengeneza sera au mkakati au sheria fulani kwa ajili ya kukandamiza watu. Wakili huyu, mwanasheria huyu, akatengeneza sheria ya haraka sana, katika malipo ya 150 unipe. Kwa siku zote ukiwa chini ya kiti cha udhalimu, kazi ya kiti cha udhalimu ni kutengeneza sheria, ambayo anayetengeneza sheria kwenye kiti cha udhalimu inakuwa ni kwa ajili ya kumnufaisha yeye. Hata wapo wengine wanatakiwa mtubu. Ulichukua mtu wa watu akusaidie kazi nyumbani, akaanza kuvunja grasi, ukaanza kumwambia grasi moja ikivunjika na kukata 10,000. Sasa swali la kujiuliza, unawezekana wewe hujafanya, lakini mama yako alifanya, alikuwa anafanya udhalimu. Ungekuwa unavunja wewe, angekuwa nakukata kwamba hakupi pocket money ya shule. Basi usifikirie mambo makubwa sana, fikiria tu katika level ya utawala binafsi wa kiti cha nyumbani kwenu bana. Yaani unakuta yani kama polisi ya dada wa watu wamekaa na wewe vizuri kweli. Siku anaondoka tu kwa kwamba ameondoka wakati ambao ukutaka. Unaita sasa, haya nilikununulia kitenge, unatoa. Ni udhalimu huo. Wanda kumhesabia kuna siku barubu ilipiga shoti kwa sababu yako, unamkata. Ni udhalimu huo. Unazalisha sheria itakayokufeva wewe, itakayokubeba wewe wakati mwingine anakandamizika. Kuna mtu nilikuwa namwombea, kila anapokuwa ana mpango wa kupata dili, kupata mpango. Dili ni mpango. Shida yako umeclaim kwamba dili ni kitu ambacho ni haramu. Yaani dili ni mpango. Sawa mtumishi eh? Kila alikuwa akikaribia asubuhi, lazima kuna sauti ataisikia mtu asiyemuona. Na akiisikia hiyo tu, hiyo deal doesn't work out. Haitimii. Sasa hii fimbo dhalimu inafanya kazi kwa madhabahu mbili. Madhabahu ya mahali pa juu, madhabahu ya mahali pa chini. Sasa haya ni mambo ya siku nyingine. Sitaki kukuchanganya mtumishi. Nataka tu Mungu atubariki mwezi wa 8 tupate heshima na noti. Na apaga mfano wangu, mara ya kwanza mimi nashika euro, zilipotea. Paka leo sijui zilipotelea wapi. Maajabu, ile euro ulikuwa ukigeuza ilikuwa haifiki hata 200,000.
lakini hii kitu ilininyima raha. Nikaingia ndani, nikatoka, nikarudi tena kwenye gari, nikaanza kuifekenyua kwenye gari. Ilikuwa 2014 nafikiria 15. Natafuta sioni. Alafu na saa sauti nyingine inanijia. Hata haifiki 200,000. Kitu gani hicho? Lakini sauti nyingine inaniambia shinda udhalimu katika eneo la fedha za kigeni. Nilipoanza kuingia kwenye nikaingia kwenye serious prayer, very serious prayer. Kuna vitu kwenye maisha ukivichukulia kawaida, ndio maana kila ishara unakutana nayo tafuta kujua sauti ya Mungu katika hilo kuna nini. Kama uelewi, wako waliotangulizwa mbele yako kawaulize kwamba hii mimi sielewi. Praise the Lord. My prayer is very simple. Where is your money? Who is behind your money? Yaani mambo ya udhalimu ana tofauti na wale watu ambao shakutana nao barabarani wakachukua mkono wako, alafu wewe mtu humjui, ukampa tu mkono wako, anakwambia una nyota ya farasi. Mtu humjui, mtu humjui, anacheki pale. Listen to me. Kuna watu wamebarikiwa duniani hapa, wanaitwa ma-specialist. Wanaweza wakaona kitu ambacho wewe haujawahi kukiona kwenye maisha yako juu ya hela, na wakakuvuta karibu, wakakupa kila raha ambayo wewe unafikiri ni raha. Kumbe katika raha wanayokupa wewe unapata 3%, wao wanaondoka na 100%. Mimi nikisikia mtu anatapika hivyo nafurahi, anafunguliwa. Ni neema iliyoje katika Kristo Yesu. Ni neema iliyoje katika Kristo Yesu. Yaani ni neema iliyoje kwamba unapata ufunuo unakufungua. Manake yoyote atakayekuja kushughulika na wewe lazima kwanza ashughulike na ufahamu wa ufunuo ulioingia ndani yako leo, ndio anaweza akakuchakaza.